Mwanangu Sifa, vita umevipiga, imani umeilinda, na mwendo umeumaliza. Ninao ujasiri wa kulitumia andiko hili juu ya maisha yako, kama lilivyoandikwa katika kitabu cha Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 7, ambapo mtume Paulo aliwahi kusema, vita nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, na imani nimeilinda. Sifa, binti yangu, najua umevipiga vita vizuri vya imani. Imani umeilinda, na mwendo umeumaliza. Nasikitika kuwatangazia kwamba leo tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2025 ndio siku nayo watangazia kuwa mwanangu katika Kristo Yesu, Sifa Bonaventure Bujune amefariki katika hospitali ya taifa ya Muhimbili hapa Tanzania. Taarifa zaidi za msiba takapokuwa na mipango ya mazishi takavyokuwa, mtaletewa muda mchache mara baada ya mawasiliano kukamilika. Lakini taarifa hii ya awali ninakutolea nikiwa hapa Dar es Salaam, ambapo kwa sehemu kubwa mipango yote ndipo itakapofanyika. Mpaka muda huu naongea na wewe, niko hapa Kigamboni Geza Juu, karibu na zilipo ofisi za wilaya ya Kigamboni. Lakini jambo lingine, mwanangu namuona kama shujaa. Ifahamike, sehemu kubwa ya kiitwacho makaburi ya mashujaa sio wale waliokomboa jamii waliokuwa wakipigania, bali ni wale waliokufa au waliouawa. Sehemu kubwa ya mashujaa ni wale waliokufa au waliouawa wakiwa katika kupigania jamii walizokuwa wakizipigania, kwamba kwa mapigano waliokuwa wakiyafanya waliziokoa jamii zile ama walishindwa. Lakini sehemu kubwa ya makaburi ya mashujaa ni ya wale waliopigania jamii zao, wakafia ama wakauawa wakiwa katika uwanja wa mapambano. Binti yangu, mpaka siku ya mwisho anayokuwa katika maumivu makali, alikuwa na jambo analifanya kwa ajili
ya kupigania jamii yake, taifa lake, watu wake. Na akiwa amerithi sehemu kubwa ya moyo wangu, walile usilopenda kutendewa usimtende mwingine. Katika mabinti watoto wangu, waumini wangu waliochukua kwa nguvu falsafa hiyo na moyo huo, binti yangu Sifa alichukua moyo huo kwa nguvu kubwa.